Naitwa Dr. Chris Mauki hapa, na hii ni channel ambayo imegusa na kubadilisha maisha ya watu wengi sana. Yamkini wewe ni shahidi ya kwamba kuna vitu vipya umejifunza, kuna mabadiliko umeona kwenye maisha yako baada ya kuwa mwana familia wa channel hii. Napata feedback za watu wengi sana, najibu message za watu wengi sana, yamkini sio zote, lakini naona watu wanavyoniambia baada ya kuwa mwana familia wa channel hii kuna vitu nimeona vimebadilika kwenye maisha yangu, kwenye mahusiano yangu, kwenye matumizi yangu ya pesa, kwenye uelewa wangu etc. Na asante sana wewe ambaye umeamua kumleta rafiki au kumshuhudia mtu mwingine ya kwamba aweze kuwa member wa channel hii. Kama ni mara ya kwanza, bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe, basi kila tunapopandisha video utaweza kupata, na kale katufe kalichopicha kengele kabonyeze ili uweze kupata notification pale ambapo tuna upload video. Mimi ni Dr. Chris Mauki. Naomba leo unipe fursa nikupe somo linalosema, na hili liko kwenye category ya personal development au maendeleo yako binafsi katika maisha. Fanya mambo haya matatu. Fanya mambo haya unapopandishwa cheo au kupangiwa ofisi mpya. Fanya mambo haya unapopandishwa cheo, when you're promoted, au unapopangiwa ofisi mpya, when you're transferred. When you're promoted or when you're transferred. Do the following three things when you're promoted, when you're transferred, or when you're transferred. Inawezekana ikawa kwenye ofisi binafsi au ofisi ya umma, ukahamishwa kwenda sehemu nyingine. Unaweza ukahamishwa kwa kupandishwa cheo, yani kule unakoenda ukawa nafasi kubwa zaidi ya uongozi, au ukahamishwa kwenye nafasi ile ile ulionayo. Lakini pia wako wanaohamishwa kwa kushuka. Vyote vinawezekana. Lakini unapopandishwa au unapohamishwa, wengi wamejikuta badala ya kutengeneza njia nzuri ya mafanikio kule wanakoenda au katika nafasi wanazozipata, wameanza kutengeneza mianya ya chuki, kukataliwa, kupingwa, kwa sababu walishindwa kujua nini cha kufanya. Kama una ndugu yako amehamishwa ofisi, mtumie video hii. Kama una ndugu yako, mume wako, mke wako kapandishwa cheo, tumie video hii. Kama una rafiki, ndugu, jamaa amepata position mpya, mtumie. Kapata kazi sehemu kwenda kuwa kiongozi, mtumie video hii. Itamsaidia kujua nini afanye. Jambo la kwanza, na nitakupa mambo manne kwa leo. Jambo la kwanza, unapopangiwa ofisi mpya au unapohamishwa kazi ukapelekwa sehemu mpya au unapopandishwa cheo, don't be over expectant. Usiwe na matarajio makubwa sana kuhusu eneo unalokwenda kufanya, kuhusu ofisi unayokwenda, kuhusu watu unaokutana nao kule. Fahamu kabisa wale unaokutana nao kule ni watu kama kule ulitoka. Fahamu ni binadamu wa kawaida. Unaweza ukafikiri kwamba hapa nitakapoenda maisha yangu yatabadilika. Hii ni ofisi nzuri sana. Ndani ya miezi mitatu nitakuwa na gari mpya. Ndani ya miezi minne nitakuwa na nyumba. Ndani ya miezi... Don't be over expectant. Utakuwa disappointed. Nimeshazungumza hapa mara kwa mara kwamba expectation is a mother of stress. Na you will never be disappointed if you're not expectant. Kamwe hautovunjwa moyo na kuwa disappointed kama matarajio yako ni ya kawaida. Kwa hiyo usiwe na matarajio makubwa ya kwamba nikienda hapa wataniheshimu sana, nikienda hapa nimepandishwa cheo wataniogopa, nikienda hapa nitakaa muda mrefu, mimi ninavyo perform najua hapa nimefika. Usiwe na matarajio makubwa sana. Kuwa na matarajio ya kati, kwa sababu utakuwa disappointed. Jambo la pili, unapofika eneo lile jipya, nafasi mpya, kazi mpya, position mpya, usiwe mtu wa kulaumu sana. Usiwe mtu wa kupinga sana. Fika, sikiliza, jifunze kwa wale wenyeji. Unaweza kuona ni watu wa chini, wewe ni bosi wao, lakini naomba nikwambie, they got something to teach you. Wana kitu cha kukufundisha, wana kitu cha kukuelekeza. Waambie kabisa, nimekuja, nitatumia miezi ya kwanza hii kujifunza kwenu. Naomba mnieleweshe. Usianze kuwaambia mimi ni mzoefu, nimekuwa kwenye field hii kwa miaka 30, nimefanya kwenye taasisi kubwa kuliko hii, kwa hiyo naelewa, najua matatizo. Tena hapa nimesikia aliyeondoka ameniambia. Acha hizo statements.
kuanza kupinga wale na kuonyesha kama hawajasoma, hawajui, wewe ndio. Hapana, utakaa hapo muda mfupi, na kuambia utakaa hapo muda mfupi. Tena kwenye ofisi za umma ndio hakufai kabisa. Unaweza ukalogwa. Unaweza ukashangaa unaumwa tumbo na ukai. Nimeshaona watu ambao wanateuliwa mpaka anakufa hajakaa kwenye kile kiti alichoteuliwa. Mpaka anaumwa, mpaka anabadilishwa, mpaka anazikwa, hajakaa kwenye kiti alichoteuliwa. Usifanye mchezo na wanadamu wasi. Kuna walimwengu na wanadamu. Na kuna watu. Usifanye mchezo. Don't complain a lot. Don't criticize a lot. Take it slowly, my friend. Utazimishwa. Sio utazimika, utazimishwa. Namba 3. Jitahidi kuwa na attitude ya mabadiliko. Jitahidi kuwa na attitude ya mabadiliko. Perception yako na mtazamo wako uwe kwenye kuleta mabadiliko. Mtazamo wako na kiu yako iwe kwenye kuleta mabadiliko. Na mabadiliko nayokuambia hapa ambayo yatakusaidia ni mabadiliko ya maeneo matatu. Cha kwanza, uwe tayari kubadilika wewe. Uwe tayari kujifunza ili ubadilike. Naomba nikwambie, kama ulikuwa bosi kule, sivyo utakavyokuwa bosi hapa. Kuna vitu inabidi ubadilike ili uendane na watu wa hapa. Kuna vitu ambavyo inabidi ubadilike ili uendane na ofisi hii. Kila ofisi ina culture yake. There's something called organizational culture. Kule ulikuwa na urahisi wa kuongoza kwa sababu kuna culture ya watu walikuwa wanapenda professionalism. Hapa watu Waswahili. Kule ulikuwa unaweza kuongeza watu wanaweza kuelezana ukweli. Hapa watu wa Mbeya. Kwa hiyo badilika kuendana na hapa. Tena badilika kwa kufahamu namna gani ya kudili nao. That is changing you. Badiliko la pili is kubadilisha huduma. Badilisha namna mnavyotoa huduma. Badilisha namna mnavyowasiliana na watu. Badilisha namna ambavyo watu wanawasiliana kwenye hiyo ofisi yako. Badilisha namna ambavyo wewe unawasiliana na watu wengine. Badilisha namna ambavyo watu wa hiyo ofisi wanaongea na wateja au clients. Badilisha namna ambavyo mnahudumia watu, whether direct au indirect. Na badiliko la tatu, badilisha huduma yenyewe au badilisha product. Umeteuliwa kuwa kiongozi wa shirika fulani. Product yenu inayowaweka sokoni ni nini? Ni mafao, ni bando la afya, ni vifurushi vya telecom. Ni nini ambacho kwako ni product? Kwangu mimi kama Chris Mauki na Christ Home Solution, product zetu ni training. Ni program za employee wellness, za saikolojia kwenye makampuni. Boresha na badilisha product ili utapokuja watu waseme, yani jamani, alipokuja fulani hapa alibadilisha namna tunavyouza, alibadilisha thamani ya product yetu. Ndio maana tunaona mabadiliko kwenye hichi na hichi na hichi na hichi. Nitakupeni mfano wa kawaida kabisa. Tunaifahamu National Housing ya zamani yetu tulokaa na sisi Mashekilango magorofani, tukawa tunalipa 16,000 17,000 kwa mwezi. Alafu kuna mtu mwenye kupenda kubadilisha product akaingia. Ile NHC haikuwa ilivyo, ilibadilika completely. Every product changed. Ikatoka kuwa private parastatal lazy taasisi ikawa competitive kama vile 100% private lakini ya serikali. Why? Kuna mtu alienda kwa hiyo position, akachange product, akachange service, akabadilika yeye anavyohusiana na wale watu. Everything changed. Nazungumza kitu ambacho wengi mnakifahamu. Cha mwisho ambacho utakifanya unavyopandishwa cheo au kubadilishwa nafasi, be humble, kuwa mnyenyekevu, acha kusema watu hovyo, acha kujipandisha mabega, acha kujitutumua, kusema mazuri tu kuhusu wewe na mabaya kuhusu watu wengine. Kusema tu weakness za aliyepita na kwamba wewe unawaahidi wataona mabadiliko. Kuahidi kabisa kwamba wao wakishirikiana wewe wataona changes ambazo hawajawahi kuona kwenye maisha yao. Hapana, you are not an angel and you are not coming to bring 100% change. Tunafanya kwa sehemu. Tunaongeza kila mtu tofali lake anayekuja. Ndio kuna wengine wakija badala ya kuongeza tofali wanatoa tofali. Kuna wengine badala ya kuongeza tofali wanatoa mpaka na ule udongo wa sementi. Wewe ongeza tofali. Usifikiri kwamba wewe ndio unawahakikishia nyumba kabisa, wataishi kwenye nyumba, watalala huko. Hapana. Kuwa tayari kuongeza tofali. That is the change I was talking about. Usiwe unanyanyuka sana. Doze. Kuwa mnyenyekevu. Kuwa mnyenyekevu.
shuka, kubali kurekebishwa, kubali kukosolewa. Wewe ni mwanadamu, hakuna aliye kamilifu, na wewe fahamu sio mkamilifu. Kuwa mnyenyekevu unavyopandishwa cheo au kubadilisha nafasi, especially unapokwenda kwenye nafasi ngeni. Hivi vitu vitakusaidia ndugu yangu, unapobadilishwa nafasi au kupandishwa cheo au kupewa promotion, vitakusaidia kuishi vizuri na wale watu. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki, usije ukasema sikukwambia.